tarehe 8, siku inayojulikana rasmi kuwa ni siku ya kina mama, na bahati nzuri siku hii imekuwa ni Jumapili na watu wameenda kusali kwenye makanisa. Na yamekuwepo makundi mbalimbali. Kama sikosei, kimkoa siku ya kina mama iliadhimishiwa nadhani wilaya ya Serengeti, Mgumu, na huko pia mlikuweko na habari mmezisambaza vizuri sana. Lakini kumbe kwa mbali inaonekana chama Chadema kilijipanga kuadhimisha siku hiyo katika manispaa ya Musoma, na inawezekana walitoa taarifa katika vyombo vinavyohusika, lakini kanisa kama kanisa tuliombwa tutoe nafasi, na tulipoombwa kutoa nafasi waandamizi wangu walihusika, wakajibu barua kwamba tunaruhusu mtafika, mtafanyia mijadala yenu na kongamano lenu katika viwanja vinaitwa viwanja vya Matumaini, na baadaye ukumbi wa Askofu John Rudi. Mawasiliano haya ni ya kawaida kabisa, ni mawasiliano ya kiutawala. Sasa kwa bahati mbaya hatukujua kama hawa watu wamezuiliwa wasifanye maandamano nadhani mahali popote Tanzania. Ninasema hatukujua, na kutokujua hakutuepushi katika makosa. Waandamizi wangu walipokea taarifa kutoka jeshi la polisi hapa manispaa, wakimpigia simu huyo mwandamizi wangu akisema, tumesikia mmeruhusu au mmetoa kibali kwa akina mama wa Chadema BAWACHA. Yule msaidizi wangu akajibu, ni kweli wametuandikia barua na tumewajibu. Basi huyo mhusika, sijui kama ni msemaji wa polisi ama ndiye mkuu wa polisi katika manispaa ile, akasema hatuwaruhusu wafanye vikao vyao, wafanye maandamano yao, wafanye majadiliano yao, wakataze. Mimi nilikuwepo wakati wanaongea, nasema sio kwamba tuwakataze sisi polisi, nyinyi ndio muwaandikie barua, kwa sababu mliwaandikia barua ya kuwaruhusu. Yule akaniuliza, baba, tufanye nini? Nasema fuata maagizo, kuandika barua sio shida, kwa sababu unaweza ukaandika tu barua, nimeelekezwa na jeshi la polisi kwamba mkutano wenu hapa sio halali, kwa hiyo tunasitisha. Kwa hiyo nikamwambia andika, lakini tupeleke kopi ya polisi. Kwa hiyo huyo msaidizi wangu akaandika hiyo, akiwaandikia sasa hawa BAWACHA, kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu, basi tunasitisha hicho kibali tulichokuwa tumewapatia. Lakini kabla ya hapo yalikuwepo majibizano sio rafiki kutoka kwa huyo msemaji wa polisi, walipokuwa wanabishana kwamba, lakini sasa si nyinyi muandike. Anasema, baba padri, nakwambia usipoandika sisi tutalala hapo hapo, na madhara yoyote yakitokea shauri yenu. He said a serious strike sana. Akasema, kwa nini tutangulize madhara zaidi wakati kuna uwezekano tu mambo yakaisha bila madhara? Basi na kweli barua iliandikwa na tukaagiza ipelekwe polisi na ilipelekwa. Sasa ni wale waliokataa wasiwaandikie hawa watu barua kwamba hawaruhusiwi kufanya mikutano au kongamano mahali popote. Ni hao walipoipiga muhuri wakaisambaza kwenye vyombo vya habari. Hapa tena nikawa na administrative crisis kichwani mwangu. Ulikuwa umekataa usiandike barua wewe kama mhusika, sasa umepokea na tumeileta kama kopi kwenu,
na original tulipeleka kwa BAWATA, na sasa wewe unasambaza kopi. Tukasema kila tukio ni shule na kozi.